Kama kuna sumu kali dhidi ya wapinzani ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wameipata hivi karibuni, basi ni pamoja na huyu mwamba Prinel Dean anayetambulishwa kama mtaalamu wa uchambuzi wa picha za video, lakini kimsingi ukizama ndani zaidi, huyu haishii tu katika eneo hilo, bali pia kiweledi, yeye ana shahada ya saikolojia, yeye ana leseni ya ukocha kutoka UEFA Pro License B, lakini yeye ni mzuri katika kuchambua na kujua ubora na udhaifu wa wapinzani wa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia ubora na udhaifu wa Simba yenyewe. Anakwenda mbali zaidi, Prinel Dean ana uwezo wa kuchambua kwa kina juu ya uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, kwa maana kwamba ubora wake, uimara wake na udhaifu wake, na way forward, nini cha kufanya kuhakikisha kama mchezaji ana ubora fulani, ana uimara fulani, basi uwe kwa manufaa ya timu, lakini kama kuna udhaifu, ni namna gani ya kuukabili iwe kwa manufaa ya timu yake. Lakini taarifa hizo hizo kutoka kwa wapinzani ziwe kwa manufaa ya mwajiri wake, ambaye hapa sasa tunazungumzia wekundu wa Msimbazi Simba. Hakika Prinel Dean kama akiwa na kocha Steve Barker akatekeleza kile ambacho alikotoka amekuwa akifanya, basi bila shaka Simba wamepata kete ya maana sana katika michuano mbalimbali tutakayoshiriki, ikiwamo hasa mechi zilizobaki 4 za ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba kwa kuanzia Januari 23 mpaka 30 wanatarajiwa kucheza mechi za back to back dhidi ya Esperance de Tunis kwenye kundi lao la D, ambapo mpaka sasa Simba baada ya kucheza mechi 2 wako mkiani, lakini wana mechi pia dhidi ya Petro Atletico itakayochezwa kule nchini Angola, wana mechi pia dhidi ya Stade Malien itakayochezwa hapa nchini. Kwa maana kwamba kuelekea mechi hizo, kwa mfano dhidi ya Esperance de Tunis, ubora na udhaifu wa Esperance de Tunis chini ya kocha Mahar Kanzari, kwa huyu mwamba Prinel Dean, yeye ni mchambuzi wa kina wa kuainisha kila kitu na kukabidhi kwenye benchi la ufundi chini ya Steve Barker ili kuona namna gani wanaweza kunufaika, lakini kujua uimara na udhaifu wa wachezaji mmoja mmoja, wale kina Florian Danyo, mshambuliaji wa Esperance de Tunis, kiungo nyota Hosem Teka, kiungo wa ushambuliaji tunazungumzia Abramane Konate na wengineo ndani ya kikosi cha Esperance de Tunis. Bila shaka mpaka kufikia wakati huo tayari Prinel Dean na wenzake watakuwa wameandaa mkeka wa kutosha, ripoti nzito yenye kuonyesha uimara wao na udhaifu wao, ili Steve Barker afanyie kazi na wachezaji wake akina Eli Mpanzu Kibisawala, akina Steve Dese Mukwala, akina Jonathan Soa, akina Morris Abraham, kuhakikisha Simba wananufaika, wanapata matokeo ambayo yanaenda kuwapa furaha wekundu wa Msimbazi, lakini pia Watanzania, kuhakikisha wanapindua meza katika kundi lao kwa kupata matokeo bora na hatimaye kumaliza kwenye hatua hii ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika wakiwa miongoni mwa timu 2 za juu za kusonga mbele kwenye hatua ya robo finali, nusu finali, finali na ikibidi kutoa ubingwa, maana hakuna ajuaye. Huyu Prinel Dean kwa nini amekuwa sumu kali kwa wapinzani wa Simba atakapoanza kazi yake na kutekeleza vile ambavyo alikotoka amekuwa akifanya. Prinel Dean kikubwa ni juu ya nilichotoka kueleza, sio tu mchambuzi wa video, bali anazama ndani zaidi kiufundi, ni mweledi haswa, na ndio maana wakati fulani alikuwa akitumikia Mamelodi Sundowns, wakati fulani mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, kama unakumbuka vizuri, kocha Rulani Mokwena akizungumza na waandishi wa habari kuelekea mchezo wote wa timu yake ya Mamelodi, wakati akifundisha alikuwa na uwezo mkubwa wa kudadavua wapinzani, akitaja mchezaji mmoja baada ya mwingine, akielezea uimara na udhaifu. Sasa nguvu hii hupatikana wapi? Hupatikana kwa wataalamu kama huyu Prinel Dean. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, kama unakumbuka kocha Rulani Mokwena wa Mamelodi Sundowns wakati huo, ambaye hivi sasa yuko MC Alger, anapokuwa akizungumza na waandishi wa habari wakati huo, amekuwa na uwezo mkubwa wa kudadavua wapinzani kuelekea mchezo wote wa Mamelodi wakati huo, na hata sasa amekuwa akifanya hivyo. Lakini wakati akiwa Mamelodi, anapomuelezea mchezaji XYZ wa timu pinzani, akielezea uimara wake na namna ambavyo timu yake imejipanga kukabili, basi ule ujanja kile alichokuwa akikifanya kocha Rulani Mokwena ni pamoja na kuwa na watu bingwa sana katika kudadavua uimara, udhaifu wa timu pinzani. Kwa
kwamba timu inakwenda kucheza na wapinzani ikiwa inawajua nje ndani. Kujua ubora maana yake timu anayoitumikia mtaalamu kama huyu Premier Dean, benchi lake la ufundi linakuwa limejipanga mapema namna gani ya kukabiliana na uimara huo, lakini kutumia fursa itokanazo na udhaifu wao. Sasa hii ni kete muhimu sana ambayo inatarajiwa kuinufaisha Simba katika mechi 4 zilizobaki za ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kwa michuano mingine ambayo Simba wanashiriki. Ligi kuu Tanzania bara ambayo Simba hawajawahi kulitoa taji lake kwa misimu 4 mfululizo, kombe la shirikisho la benki CRDB na michuano mingine. Premier Dean ni ongezeko muhimu ambalo uzoefu wake katika ligi kuu ya Afrika Kusini PSL unaweza kuwa na manufaa makubwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Hivi karibuni alitwaliwa katika klabu ya Durban ambayo yenyewe ni Maritzburg United ambayo hivi sasa imebadilishwa jina inaitwa Durban City. Lakini Simba wamempata. Na katika kuimarisha zaidi eneo lao la benchi la ufundi, mbali na kocha Steve Barker kutoka Stellenbosch, timu ambayo Steve Barker alibadilisha kutoka kwa ya kawaida na kuwa miongoni mwa timu shindani huku ikimaliza nafasi ya 3 katika msimu uliopita wa ligi kuu ya Afrika Kusini, Simba wamempata pia Sibusiso Makula ambaye yeye ni kocha wa viungo aliyewahi kuitumikia klabu ya Sekokune United ambayo msimu uliomalizika 2024-2025 ilimaliza katika nafasi ya 4 katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Ni timu yenye wasifu mkubwa, ishawahi kuwa na huyu Sibusiso Makula kocha wa viungo, umri miaka 33. Lakini Sibusiso Makula pia ameshawahi kutumikia timu ya taifa Afrika Kusini Bafana. Kwa sababu hiyo ujio wake pia matarajio ni kuendelea kuimarisha utimamu wa wachezaji wa Simba kwa namna ile inayotarajiwa kuleta matunda chanya katika mechi mbalimbali zinazowakabili. Kwa hiyo Sibusiso Makula, Premier Dean wakiwa na kocha Steve Barker, halafu wana mzoefu wa timu hapa tunazungumzia Selemani Matola. Matarajio ni kuona kwamba nyakati za furaha kwa wekundu wa Msimbazi Simba zinanukia, na hasa katika ligi ya mabingwa barani Afrika ambako wao tangu msimu wa 2018-19 Simba mara zote huishia hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa, ukiondoa msimu wa 2019-2020 pale walipotolewa mapema na UD Songo ya Msumbiji. Je, nini kitakachotokea baada ya kuanza kazi kwa Steve Barker na wasaidizi wake hawa akina Sibusiso Makula, akina Premier Dean, akina Selemani Matola kuhakikisha Jonathan Swa, Neo Maema, Eli Mpanzu Kibisala, Morris Abraham, Kibu Dennis Prosper, Shomari Kapombe, Yakub Suleiman wanaendelea kupata kile ambacho wanasimba wanakitaraji. Furaha hiyo itakanao na kushinda halafu kushinda tena, lakini pia kucheza mpira mzuri pale panapohitaji kucheza mpira malengo, na hasa kwenye michuano ya CAF wafanye hivyo, sababu mchanganyiko wao unaleta tumaini jema kwa Simba kufanya vizuri zaidi. Lakini kimsingi management ya Simba imefanya uamuzi sahihi sana kwa kwenda sokoni kuleta wataalamu hawa, na kinachosubiriwa sasa ni kuona kile kinachotarajiwa wanakitekeleza vyema ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba na kuwapa furaha na Simba, kuwapa furaha wa Tanzania na hasa kwenye michuano ya kimataifa. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.